Hallelujah. Holy Spirit, take over, Holy Spirit. Unajua Mungu wetu ni Mungu wa upendo. Na maandiko yanasema kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, akamtoa mwana wake wa pekee, Yesu Kristo, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo kuonesha kwamba ametupenda kiasi hicho, alitoa kitu cha thamani zaidi alichonacho, his only begotten son, Jesus Christ. Hakuwa na kingine ambacho ni bora zaidi ya Kristo Yesu. Sasa sijui wewe umeweza kutoa nini kwa ajili ya mwingine. Sijui wewe umeweza kutoa nini kwa ajili ya jamii yako, watu ambao Mungu amekupa kwenda mbele yao. Na maandiko yanasema, kama Baba alivyonipenda mimi, ninyi nanyi pendaneni. Love is the key to impact. Kama unataka kuishi maisha ya impact, ni lazima uwe mtu wa upendo, kinyume na ubinafsi na uchoyo na majivuno na kujiona wewe ni bora kuliko wengine. Na hii ni kwa sababu ili Mungu aweze kukuamini, you have to be selfless. Ili Mungu akuamini kupitisha baraka, kubariki watu wengine, ni lazima uoneshe kwamba una uwezo, kwamba una upendo, una huruma, unajali wengine, uko tayari kutumikia wengine. Kwa sababu maandiko yanasema aliye mdogo miongoni mwenu, huyo ndiye aliye mkubwa. Mdogo kwa maana ni servant. That's servant leadership. Huo ndo uongozi. When we are talking about leadership, that's the model. Servant leadership. Kwa ili uweze kufanya impact kwenye haya maisha, ni lazima uwe mtu wa upendo, uwe mtu selfless, ambaye huna ubinafsi. Unaweza ukapewa mali, unaweza ukapewa resources na zikawafikia watu wengine. Sio kwamba unaanza unaziminya, unachukua vilivyo bora, alafu wengine unawarushia vitu ambavyo havifai. That is not the way God has instructed us to live. Okay. Na ukweli ni kwamba kila tendo analotenda mwanadamu, matendo tunayotenda hapa ulimwenguni, kila tendo na neno utatolea hesabu. Nilikupa hiki kwa ajili ya watu hawa. Ulitumiaje? Ulitumiaje hizo talanta, hizo karama, hizo resources? Ulitumiaje? Nilikuita kuwa kingdom financier. Uweze kufadhili kazi za Mungu. Nikakubariki. Ukatumiaje hizo resources? Hallelujah. Kwa hiyo Mungu yuko kinyume na watu binafsi, watu wa binafsi, watu wenye uchoyo. Kwa tunapoomba kwa ajili ya walinzi, kuna hao ambao Mungu amewaita, lakini in the process along the way wamekuwa corrupted. Wanajali maslahi yao wenyewe kuliko mwili wa Kristo, kuliko kanisa la Kristo, kuliko watu wa Mungu.
watu ambao Mungu amewaweka mikononi mwao. Pengine ni kanisa, pengine ni wajane, pengine ni yatima, pengine ni vijana na watoto. Sasa mtu badala ya kuwahudumia wale watu, anaanza kufanya kama business. Badala ya kufanya kazi ya intercession, kusimama kwenye gap, mtu anaanza kutumia wale watu, kanisa ambalo Mungu amekupa, kama business. God is against that. Na ndio maana alivyokwenda Jerusalem na akakuta wafanyabiashara, watu wanafanya biashara, alipindua zile meza. Kwa sababu hakuwa against really na wale wabadilisha fedha na nini, lakini walikuwa wanafanya kwa namna ambayo si halali. Wanatoza kwa kupitiliza, unyonyaji, wanaleta udhalimu katika kanisa la Mungu. Ndio maana Yesu Kristo alipindua meza, akasema nyumba ya Baba yangu ni nyumba ya sala, lakini ninyi mnaigeuza kuwa nyumba ya wanyang'anyi, mnapora. Watu wanakuja na mifugo, wanabadilisha mifugo kuwa fedha, lakini fedha mmeiweka imekuwa ghali sana. Mnamuibia Mungu. Kwa hiyo Mungu yuko against na choyo na ubinafsi. Kwa sisi kama waombaji, sisi kama watumishi wa Mungu, wachungaji, popote pale ambapo Mungu amekuweka, yakupasa kuwapenda watu na kuwatumikia kwa moyo wa dhati. I'm not against sadaka, kutoa kwa ajili ya kusapoti huduma. Hata kama unaguswa kusapoti hii huduma, please do that. Yeah. Lakini kuna ile kwa kufanya kwa usafi. Sio kwamba mtu yeye anafanya kama biashara. The motive, ile nia, badala ya kufanya kwa nia ya kutumikia watu, kumtumikia Mungu, kufanya ambacho Mungu amekutuma, unaanza kufanya injili kama biashara. Hii haimaanishi kwamba watu waache kutoa kwa ajili ya kupeleka kazi ya Mungu mbele. Nazungumzia motive, uchoyo na ubinafsi, that is against what God wants his servants to live. Okay. Basi tutaangalia maandiko alafu tutaomba. Maandiko yanasema, tunaangalia neno letu lile kutoka Isaya 56 kuanzia mstari wa 9 mpaka wa 12. Focus leo ni mstari wa 11 na wa 12. Maandiko yanasema hivi: enyi hayawani wote wa nyikani, njooni mle, enyi hayawani wote wa mwituni. Walinzi wake ni vipofu, wote pia hawana maarifa, wote ni mbwa waliobubu, hawawezi kulia, huota ndoto, hulala, hupenda usingizi. Na mbwa hao wanachoyo sana, hawashibi kamwe, na hao ni wachungaji wasioweza kufahamu neno, wote pia wamegeuka upande, wazifuate njia zao wenyewe, kila mmoja kwa faida yake, toka pande zote. Husema, njoni nitaleta divai, na tunywe sana kileo, na kesho itakuwa kama leo, sikukuu kupita kiasi. Kwa hao wanaitana, wafanye sherehe, wafuate njia zao wenyewe, kwa faida yao wao wenyewe, lakini sivyo vile ambavyo Mungu anasema. Kwa tutaomba toba na rehema. Walinzi, waombaji, pale ambapo tumepungua, tumekuwa wabinafsi,
tumekuwa na uchoyo. Mungu aturehemu, atusaidie ili turejeshwe tuweze kukaa katika nafasi yetu. Haleluya. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya neno lako. Wewe ni Mungu wa upendo, umejawa na rehema, umejawa na neema tele. Kwako kuna msamaha wa dhambi, kuna neema na rehema. Lakini kwetu sisi kuna haya ya uso. Tumepungukia neema, tumepungukia utukufu wako Bwana. Dhambi zetu, makosa yetu yako mbele yako daima. Tunatubu kwa dhambi ya ubinafsi, kwa dhambi ya uchoyo, kwa kujiangalia sisi wenyewe, kwa kujifikiria sisi wenyewe, kwa kufuata njia zetu sisi wenyewe, kwa kuenenda katika mwili na wala si kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu, kwa kuona vile mwili unataka, na kwa kusikia kwa namna ya kimwili. Baba, tunaomba toba, tunaomba rehema. Ututakase Bwana kwa damu yako. Ututakase Bwana, takasa mawazo yetu, fahamu, akili zetu, takasa miili, roho na nafsi. Takasa Bwana. Tunatubu kwa ajili ya kanisa. Tunatubu Bwana, tunaomba toba, tunaomba rehema. Utuhurumie, utuhurumie, utuhurumie. Damu ya Yesu Kristo isafishe kanisa lako. Safishe kanisa lako. Damu ya Yesu isafishe na nchi yetu. Safishe ardhi yetu Bwana. Safishe, takase. Kwa jina la Yesu Kristo, tupate kibali mbele zako. Tusimame mbele zako Mungu, tuweze kuyafanya yaliyo mapenzi yako tena. Katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Tunaomba urejesho. Tunaomba urejesho Bwana. Rejesha mioyo ya upendo, mioyo ya toba na rehema. Rejesha mioyo ya kujitoa kwa ajili ya wengine, mioyo ya huduma, mioyo ya kutumika. Rejesha Bwana. Raka taraba koshata, pura yantarama makasi, rishira tarama makasata, ratarabuku yantarama makasi. Rejesha Bwana. Rejesha Mfalme. Tupe nguvu ya Roho Mtakatifu wako. Tushike mwenendo mpya. Katika jina la Yesu. Tunaibariki Tanzania. Tunabariki wa Tanzania wote Bwana. Tunabariki na majirani zetu, nchi jirani. Tunabariki kanisa lako. Tunabariki Bwana serikali, taasisi. Tunabariki Bwana mashirika. Tunabariki Mfalme wa mbinguni. Rasilimali umetupa Baba, tunabariki kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Basi sifa na heshima na utukufu tunakurudishia wewe Bwana, na yote tunakutolea wewe katika jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Tafadhali share video hii na muombaji mwingine na wote wenye mapenzi mema na Tanzania. Like, yes, and subscribe ili upate notification every time I post a new video. Mungu akubariki sana. Amen.